Walimu wa shule za sekondari msingi na wale wa nyanjani chini ya muungano wa KUPPET tawi la Machakos, Embu na Kajiado wameandaa maandamano ya amani wakiapa kuwa kamwe hawatarejea kazini iwapo serikali haitaangazia malalamishi yao. Kati ya malalamishi wanayoelekeza kwa serikali ni pamoja na kupata ajira ya kudumu, ambapo wamebaini kuwa mshahara wanaopata wa shilingi 17,000 hautoshi na wamekuwa wakibaguliwa katika mfumo wa matibabu wa SHA. Wametishia kuelekea mahakamani ikiwa serikali haitashughulikia malalamishi yao. Isaac Musyoka anatuarifu. Shule zinapofunguliwa kwa muhula wa pili wiki hii, walimu wa shule za sekondari msingi na wale wa nyanjani chini ya muungano wa KUPPET tawi la Machakos, Embu na Kajiado wameandaa maandamano ya amani wakiapa kamwe hawatarejea kazini iwapo serikali haitaangazia malalamishi yao. Wale ambao wako shule sasa, pole sana, kwa sababu sasa ni kama mtafunzwa na ulimwengu. Maana sisi mtatuona class ile siku tutakonfirmiwa tupewe kazi ya kudumu, sio kandarasi. Maana sisi tumehitimu, tumegraduate, tumeenda shule na tumesoma. Walimu wameajiriwa 46,000 miaka iliyopita. Sasa hivi tunaleta idadi ambayo iko chini, only 44,000. Tunaomba wabunge wetu waketi allocate funds to our Teacher Service Commission so that they confirm the 44,000. We have confirmation. We have a magic number. We are telling the government, we are wanting the government to confirm 44,000 intern teachers. Walimu hao waliojawa na ghadhabu walibaini kuwa serikali imekuwa ikiwabagua chini ya mfumo wa matibabu wa SHA, wakisema wenzao ambao wamefanya kazi kwa muda wanapata manufaa ya bima hii ila wao hawapati. SHA is giving teachers who are chief principals D1, D2, D3 300,000 for maternity. Hawa ni wale walimu wameshamalizana na uzazi. They don't have children, while the young teachers at C2, C3, C4 are given 10 to 30,000. Walilalamikia hatua ya serikali kusita kuwapa ajira ya kudumu kila mara wanaposhinikiza kuipata, na mshahara wa shilingi 17,000 wanaopata uwezi mudu mahitaji yao. Tunataka kupewa ajira ya kudumu. Tumechoka kuhudumia wanafunzi wa junior katika mkataba wa kandarasi. Hatutaki kandarasi, we are qualified teachers, tunataka kuajiriwa. Tumechoka kuteseka. Mwalimu amekandamizwa na jamii, kila mmoja anajua kwamba tunapata 17,000. Serikali haitilii mambo hayo maanani. Kwa hivyo tuko hapa kwa niaba ya walimu na kuungana na wao na kusema kwamba walimu wote lazima waajiriwe kwa kandarasi ya kudumu. KUPPET power! Hata hivyo wametishia kuelekea mahakamani ikiwa serikali itaendelea kuwapuzilia. We are requesting the government of the day that since already the court of appeal has only confirmed that internship in Kenya is illegal, we are requesting to confirm the intern teachers in the Kenya. We have no any other demand. And if you don't go by that, we'll use all avenue available to ensure that all interns in Kenya are confirmed. We don't go back to court. Isaac Musyoka, Undugu TV.